Serikali ya awamu ya sita katika kutekeleza ilani kwa sekta ya elimu kwa ibara namba 79E na 80A katika sekta ya elimu kwa kipindi hiki, jumla ya bilioni 2,881,130,350 na senti 85 zimepokelewa kutoka serikali kuu na mapato ya ndani kwa ajili ya kuendeleza sera ya elimu bure bila malipo pamoja na kuboresha miundombinu ya elimu kwa msingi na sekondari. Miundombinu iliyoboreshwa ni pamoja na ujenzi wa shule moja mpya ya awali na msingi iliyojengwa kwenye eneo ya shule ya sekondari ya Iwindi, kata ya Iwindi, ukamilishaji wa maabara ya fizikia shule mbili za sekondari, shule ya sekondari Nsalala na shule ya sekondari ya Waya, kiasi cha milioni 40 zimepelekwa, na ujenzi wa matundu ya vyoo 34 kwa vyoo katika shule ya msingi Ifupa na shule ya msingi Itimba. 91,998,145 na senti 85 kimepokelewa kwa ujenzi wa vyumba 12 vya madarasa na ukarabati mmoja wa shule 5 za msingi. Shule hizo ni Mbalizi 1, Mwashiwawala, Ndola, Msalala na Maendeleo, ambapo kiasi cha shilingi milioni 832,728,846 kimepokelewa na ukamilishaji wa vyumba 18 katika shule za msingi 6 na vituo shikizi viwili, kiasi cha shilingi milioni 195,000 kimepokelewa. Aidha, halmashauri imeendelea na utaratibu wa kutengeneza madawati ambapo jumla ya madawati 500 yametengenezwa na kusambazwa katika shule 20 za msingi. Aidha, kumekuwa na ongezeko la vyumba vya madarasa kutoka vyumba vya madarasa 1394 hadi kufikia vyumba vya madarasa 1438 na matundu ya vyoo kutoka 2326 hadi kufikia matundu 2380. Madawati kutoka kuwa na madawati 21,186 hadi kufikia madawati 22,304 na ongezeko la nyumba za watumishi kutoka 479 hadi kufikia nyumba 480. Na nyumba hii tumeijenga katika kata ya Iwiji, kijiji cha Shihola na kwenye shule ya msingi Shihola. Awamu hii ya sita, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwemo wananchi imeendelea kuboresha miundombinu mbalimbali ya kutolea huduma za afya, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1,680,848,000 zimetolewa kutoka serikali kuu, wahisani na mapato ya ndani. Fedha hizi zimetumika katika ujenzi wa kituo cha afya cha kimkakati Isuto tumepokea milioni 250 ndani ya siku 100 na ukamilishaji wa vituo vya afya vitatu, ambapo Ulenje milioni 600 imepokea, Mbalizi imepokea kituo cha afya milioni 50 na Swaya kituo cha afya imepokea milioni 15. Na utekelezaji wa miradi hii inaendelea. Ukifika Mbalizi utaona jengo la mama na mtoto. Ukifika Swaya yale majengo yameendelea kuboreshwa na hasa kwenye jengo la upasuaji. Ukamilishaji wa zahanati 9 katika vijiji vya Pashungu, Isangala, Songwe Juu, Jojo, Iunga Mapinduzi, Itambalila, Ifiga, Iawaya na Mwashoma, ambapo kiasi cha shilingi milioni 580,848,000 kimepokelewa na kiasi cha shilingi milioni 200 kimetumika kununua vifaa tiba vya hospitali ya wilaya, vituo vya afya vyetu vyote na zahanati mpya zinazokaribia kufunguliwa hivi karibuni.